Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kulenga miundombinu ya viwanda vinavyohusishwa na Marekani katika eneo la Ghuba, hatua inayoongeza mvutano katika vita vinavyoendelea. Katika taarifa iliyosambazwa na vyombo vya habari vya Iran, IRGC imesema ilishambulia vituo vya chuma mjini Abu Dhabi, Umoja wa Falme za Kiarabu, na viwanda vya aluminium nchini Bahrain kufuatia mashambulizi mengine yaliyofanyika mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalikuwa onyo. Mashambulizi haya ni onyo, na ikiwa mashambulizi dhidi ya viwanda vya Iran yatajirudia, jibu lijalo litakuwa chungu zaidi kwa kulenga miundombinu kuu ya utawala wa uvamizi na viwanda vya kiuchumi vya Marekani katika eneo hili, ilisema IRGC. Kundi hilo limekuwa likitishia mara kwa mara kulenga miundombinu inayohusishwa na Marekani tangu kuanza kwa vita. Wakati huo huo, kamanda wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, Brad Cooper, alisisitiza msimamo wa Washington kuhusu operesheni zake za kijeshi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, Cooper alisema kampeni hiyo inaonyesha maendeleo yasiyopingika. Aliongeza kuwa uwezo wa majini na anga wa Iran umedhoofishwa kwa kiasi kikubwa, akisema hawajaona shughuli za jeshi la majini la Iran wala ndege zake, na kwamba mifumo mingi ya ulinzi wa anga na makombora imeharibiwa. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanapinga madai hayo. Mtaalamu wa kijeshi Andres Krieg ameambia Al Jazeera kuwa uwezo wa Iran bado ni mkubwa kiasi, ukiwemo umiliki wa baadhi ya silaha za kisasa zaidi. Kwa upande mwingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumzia maendeleo hayo wakati wa ziara yake nchini Korea Kusini. Macron alisema mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran hayatomaliza suala la mpango wa nyuklia wa Iran, na akasisitiza umuhimu wa diplomasia. Alionya kuwa bila mfumo wa mazungumzo ya kidiplomasia na kiufundi, hali inaweza kuzorota tena ndani ya miezi au miaka michache ijayo. Macron pia alipinga pendekezo la operesheni ya kijeshi ya kufungua mlango wa Hormuz, akisema ni lisilo la kweli. Alieleza kuwa hatua hiyo ingechukua muda mrefu na ingeweka hatarini meli zinazopita kutokana na vitisho vya pwani kutoka kwa IRGC, makombora ya ballistic pamoja na hatari nyingine nyingi.